Yesu asifiwe. Si uniambie amen. Nikiwa pale nilikuwa nasema amen. Kwa hivyo unastahili kuniambia amen. Bwana Yesu asifiwe. Wale wako mbali, Yesu asifiwe. Ninashukuru Bwana kwa sababu jioni ya leo ameniokoa, amenilinda, amenihifadhi. Nashukuru Bwana ni kwa sababu mimi ni mwana katika ufalme. Hakuna kitu kingine ninaweza kujifunia katika ulimwengu, bali ninajifunia ya kwamba nikijua ya kwamba jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima. Na siku ya leo tukakuwa tukikumbushwa ya kwamba lile jina linaweza kuwa liliandikwa, na wakati uliokoka inaweza kuwa iliandikwa, na wakati ambao ukumbuke ya kwamba wakati ambao unaotenda dhambi lile jina linaondolewa kwa kitabu. Kwa hivyo ni vizuri unakaa unajiuliza ya kwamba jina langu linaweza bado kuwa kwa kitabu ama ilifutwa, lakini kile kinasababisha jina lisikue pale ni kukosa kumpokea Mungu, na ile ingine ni kutenda dhambi. Kwa hivyo jioni ya leo tunatangaza ule Yesu ambaye anasamehe dhambi, na ni vizuri kujua ya kwamba anapokusamehe anakusamehe kabisa. Mwanadamu anaweza kukusamehe kidogo, ukikaa na kukumbusha. Nakumbuka anakuambia ya kwamba kwani unafikiria nilisahau? Lakini I thank God kwa sababu hakuna siku Mungu atakwambia ya kwamba kwani unafikiria nilisahau ulikuwa mwizi? Kwani unafikiria nilisahau ulikuwa mzinzi? Lakini yeye akisamehe anasamehe kabisa. Kwa hivyo wacha niseme ya kwamba wakati tunapokuja mahali hapa, ama wakati unapoona injili imeletwa mahali hapa, wacha nikuambie, wacha kukaa maisha ya kupuuza. Na kupuuza ni mbaya sana kwa sababu inakukutanga kwa situation nyingine huwezi jitoa. Wacha niongeka kitu ninataka kuongea. Nikiwa pale nimesikia hiyo jambo imenikujia. Kuna mboma moja ilikuwa mahali. Na ile mboma mimi sijui kile kilitendeka, wacha nikwambie kile ninajua. Na ile familia kulikuwa na watoto, na wale watoto walikuwa wameoa, kama ni vijana walikuwa wameoa, na wasichana nao walikuwa wameolewa. Na ile mboma kukatokea kitu, ikakuwa ya kwamba kila mwezi wa 8, ninataka unishike vizuri, kila mwezi wa 8 kulikuwa kukaanza na firstborn. Firstborn akakufa mwezi wa 8, huyo akazikwa. Mwaka uliofuata kukafuatilia secondborn. Wakaenda hivyo wale watoto wa ule mama, wakaenda hivyo. Ninakupatia hiyo story kwa nini? Ninakupatia hiyo story ni kwa sababu ukisikia mgambo wa Mungu, ukisikia sauti ya Mungu, wacha kupuuza. Nimeshangaa sana hizo siku tumekuwa hapa. Mungu akasema ya kwamba, akanena na mtumishi wake akasema ya kwamba anataka aombee watu wa pikipiki. Mpaka saa hii hakuna mtu wa pikipiki ametokea mahali hapa. Kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba wakati wote unaposikia sauti ya Mungu, wacha mzaa, wacha kupuuza. Ni kwa sababu hujui kwa nini Mungu ametumana. Na hii crusade anaweza kuwa ametumana ni kwa ajili yako peke yako. Hata anaweza kuwa anatafuta wewe peke yako. Nilikuwa nakwambia hiyo hadithi ni kwa sababu ile familia iliisha yote. Ile familia iliisha mpaka nyumba zikafungwa. Na ninaamini ya kwamba katika ile kijiji kulikuwa kunatuma watumishi wa Mungu vile ametumana mahali hapa. Na ni kwa sababu ile jamii haikuwa ready kusikiliza sauti ya Mungu. Hivi tunaongea, ninaweza kukuwapeleka huko. Na ni watu walikuwa na mali, ni kuonyesha yale manyumba yanafungwa. Hakuna mtu analala pale. Hakuna mtu anatakanga kukaribia ile mboma. Hakuna mtu anatakanga hata kuuziwa lile shamba. Ni kwa sababu ujui ile familia ni nini ilimaliza. Mtu wa kwanza mtu wa mwisho kuzikwa alizikwa na mangiti yote ikawekwa kifuli na kila mtu akaenda kwake. Kwa hivyo ninataka kusema nini? Sitaki kusema kitu nikikutisha, lakini ninataka kusema hivi, wakati wote unaposikia sauti ya Mungu, wacha kupuuza. Bwana akubariki sana popote huko. Na mara nyingi huwa ninasema ya kwamba sisi hatujaleta dini hapa. Kama kwenu huwa mnaombuliwa dini, mimi huwa ninasema wakati wote ninaposimama, sisi tumeleta Yesu. Kama nyinyi mnaombuliwa dini, wewe kaa na dini yako. Sisi hatuna shida na dini yako, lakini sisi tuko na shida watu wakaingie kwa Yesu. Kwa hivyo Bwana awabariki sana. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo,
tunakuinua, tunasema asante Yehova, ni kwa sababu ya jioni ya leo. Wakati umefika ili ukaachilie neno lako kwa watu wako Bwana Mungu wa Israeli, tukaweze kusikia mausia yako jioni ya leo. Tunapoenda kusikia mapenzi yako Bwana, kile ulikuwa umekusudia katika hizo siku 3 katika uwanja huu Jehova, tunaomba ikatendeke katika jina la Yesu. Tunamweka mnenaji mikononi mwako Bwana Mungu wa Israeli, ukamjaze na ujasiri wako, ukamjaze na neema, mafuta yako ikawa juu yake anapoenda kunena neno hili jioni ya leo. Tunamuombea kibali chako kikawe pamoja naye, nguvu na uwezo wako Bwana Mungu wa Israeli ukaandamane naye mpaka mwisho Bwana. Tunakushukuru ni kwa sababu ya hizo siku umetuneemisha kuwa katika uwanja huu, ukainuliwe na ukaabudiwe Jehova. Anapochukua ushukani Bwana, nena kile ambacho kanene kile umekusudia katika jina la Yesu Kristo. Chukua ushukani Bwana, na achilia neema hii mpya anapoenda kusema neno lako katika jina la Yesu. Tuomba na kuamini. Amen.